Asante sana. Mimi naitwa David Kienzile, ni naibu waziri wa uchukuzi, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini mkoani Iringa. Tuko hapa msibani nyumbani kwa marehemu Mheshimiwa Lukuvi ambaye ametoka leo. Niko na wabunge wenzangu karibu wengi sana kutoka mkoani Iringa pamoja na viongozi mbalimbali ambao wamekuja hapa nyumbani. Tumepokea kwa masikitiko makubwa msiba wa Mheshimiwa Lukuvi kwa sababu sisi wanadamu, angalau ukisikia mtu anaumwa kwa muda mrefu, baadaye ukasikia amefariki, basi Mungu amempumzisha. Lakini hii imekuwa ghafla sana. Hata habari za kuumwa kwake wengi wamesikia, na kama ulivyoona kwenye matangazo kwamba kutokana na mshtuko wa moyo. Kwa kweli ukiniambia naweza kumuelezeaje mzee Lukuvi, huwezi kumaliza kumuelezea. Alikuwa ni kiongozi aliyetoa mchango mkubwa katika nchi yetu. Alikuwa ni kiongozi ambaye kimsingi mwadilifu, mchapakazi, anayejituma. Alikuwa ni mwalimu wa viongozi vijana wakati wote. Mimi nimeingia bungeni mwaka 2020 na nimemkuta Mheshimiwa Lukuvi akiwa mbunge tayari. Amekaa bungeni miaka 30 mfululizo. Huu ulikuwa mwaka 31 karibuni, kuanzia mwaka 1995 mpaka mwaka 2026. Kwa hiyo ni kipindi kirefu kinachothibitisha kwamba wananchi wake walikuwa wanampenda na kumwamini, lakini pia wana CCM walikuwa wanampenda na kumwamini, na nchi hivyo hivyo. Kuondoka mzee Lukuvi kumeacha pengo kubwa sana, na ni pigo kubwa sana kwetu sote kama mkoa wa Iringa ambako majimbo, na mimi ni mbunge na yeye alikuwa mbunge. Kule Iringa kuna huzuni kubwa kuondokewa na mtu jabali la siasa. Ni pigo kubwa kwa sababu amekuwa pia kwenye serikali kama nilivyosema wakati ule. Alikuwa kwenye serikali, amekuwa DC, amekuwa RC, amekuwa waziri kwa miaka mingi. Kipindi chote hicho amekuwa kiongozi. Ni pigo kubwa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho amekitumikia kutoka umoja wa vijana wa CCM mpaka alipoenda serikalini. Kwa hiyo unaweza kuona moja kati ya sifa yake kubwa akiwa pia ni msomi kwenye eneo la sayansi ya siasa. Mheshimiwa Kienzile, ni yapi ambayo pengine unasema kwamba utajifunza kutokana na ugwiji wake katika eneo la siasa? Kwanza ni uwezo wa kudumu kwenye siasa katika nyakati mbalimbali. Mzee Lukuvi aliweza kudumu katika kuanzia serikali ya awamu ya kwanza alikuwepo akiwa serikali ya awamu ya pili alikuwepo akiwa kwenye umoja wa vijana, serikali ya awamu ya tatu amekuwepo akiwa kiongozi, awamu ya 4 amekuwepo, awamu ya 5 amekuwepo, awamu ya 6. Kwa hiyo lazima ukubali mtu huyu alikuwa ni gwiji na jabali la kisiasa anayeweza kudumu katika nyakati zote. Formula hizo wanazitumia tuweze kuzifahamu, lakini ni mtu ambaye alikuwa anaaminiwa na marais karibu wote. Kwa hiyo la kujifunza utii, alikuwa ni mtii sana kwa serikali yake. Alikuwa ni mtiifu sana kwa mamlaka iliyomteua na mwaminifu. Na alikuwa anatuambia ukitaka kuweza kuendelea kuaminika na kufanya kazi hizi, kuwa mtiifu na mwaminifu. Na unaweza kuona kila kiongozi alikuwa anamwamini. Lakini pia alikuwa anajituma. Mpaka mauti yanamfika mzee Lukuvi jana tu. Alikuwa kazini. Sio jambo la kawaida kwa umri wake miaka 70. Angeweza kutoa excuse. Kwa alikuwa ni mtu kimpa kazi anaifanya kwa moyo wake wote. Hata wananchi wake waendelea kumchagua kwa sababu alikuwa ni mtu anayewatumikia, na kuna miradi mingi sana imekwenda kule kwenye eneo lake, umwagiliaji na sasa barabara na kadhalika. Kwa vitu tunavyojifunza kwake, kwanza ni kuchapa kazi, kujituma, kujiamini na kuwatumikia watu wako waliokuamini kwa moyo wote. Lakini pili, utiifu na uaminifu. Katika maisha hakuna mtu anayependa kufanya kazi na mtu ambaye sio watiifu au mwaminifu. Asante sana, tunakupa pole. Asante.